tuko nao katika jamii yetu watu ambao kwamba ni mutakabbirin, wanajiona kwamba wao kwa kuwa wana position fulani katika society basi hawezi kukaa na mtu ambaye kwamba ni wa tabaka la chini. Yeye hawezi kuja katika swala hapa kwa kuwa ni mtu ambaye kwamba ni ana uwezo fulani akawa ni mwenye kushikamanisha safu na wenzake katika swala. Tuko nao watu sampuli hini, wanakuja msikitini, wanaambiwa katika taswiyatu sufufu, wanatoa maneno ambayo kwamba ni ya kukataa haki ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yule imamu ama wale watu wenye kukukumbusha kuhusiana na kupanga safu vizuri si maneno yao, ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe leo umekuja msikitini, unataka kunyosha miguu yako mashariki na magharibi, huku umeacha mwanya katikati huku na huku, alafu wataka swala yako iwe ni mzuri na imetimia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isitoshe na mtu kutoa na maneno ya ufidhuli kwamba nyinyi mwasema tukilingamanisha safu zetu shetani hatopita, na hapa katikati mumwachia nani? Si shetani na nafasi mzuri ya kuingia kati? Haya ni maneno ya kibri na maneno ya ufidhuli, ndugu zangu Islam, Muislamu hafai kuwa nayo. Kadhalika hadithi imekuja vile vile katika hadithul qudsi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari man naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam. Kibri ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hafai mwanadamu kuwa na sifa kama hini. Man anta hatta tatakabbar, wewe ni nani mpaka unafanya kibri? Kwa kitu gani ndugu yangu Muislamu unafanya kibri? Min ajli dunya, kwa ajili ya dunia. Ad-dunya mal'una, dunia imelaaniwa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema ad-dunya mal'una, dunia imelaaniwa. Illa dhikra Allah, isipokuwa yule atakayekuwa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, au aliman wa mawala, au mutaalliman, au yule msomi mwanachuoni, au yule anayejifundisha. Hawa watu sampuli tatu ndio wanakuwa ni wenye kusalimika na dunia kama hini. Na maana ya mal'una kama walivyoitafsiri maulama, madhmuma. Kwa hiyo usijifakhiri ndugu yangu Muislamu kwa ajili ya cheo ulichokuwa nacho. Cheo ni cha kidunia tu, kitaondoka, na lau kingelikuwa ni chenye kudumu kisingibaki.